Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe mpenzi msikilizaji wa Radio Kivu popote pale ulipo. Ni kwamba matumaini yangu makubwa kwa mzima wa afya, na wakati kama na huu huko kando radio yako ili kuweza kusikiliza matangazo yetu, na ukaribisha kuweza kusikiliza uchambuzi wetu wa habari za siku ya leo, uchambuzi ambao unagubikwa na ukurasa wa habari muhimu leo hii, uchambuzi wa habari toka waandishi wetu mbalimbali, makala ya michezo na burudani, pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Msomaji wako wa siku ni Teomari Makelele Uzile, upande wa pili na Sadwe kijana Merci Mbele Chipamal. Nasema karibu na tumpatane kwa pamoja mwanzo hadi tamati. Kabla ya kuingia kwa undani wa uchambuzi wetu wa habari zenyewe kwa kina, na mpisha mwenzangu Izake Mulucha Ashbe kwa habari muhimu leo hii. Karibu. Asante sana mwenzangu Omari Makelele Ozile. Kwenye vikaratasi vya habari muhimu leo hii tuanzie mjini Baraka, ambako mwendesha pikipiki mmoja ajulikanaye kwa jina la Teofile Nondo amejereuliwa kwa risasi zisizo za kutegemea siku ya kwanza hii mjini Baraka, wakati wazalendo walikuwa na kwenda kumfunga raia mmoja aliyetuhumiwa kwa kuendesha vitendo vya wizi kwa kutumia silaha. Huko Lusuku, raia wa vijiji vya Lusuku, Mulima na kando ndani ya sekta ya Tanganyika tarafani Fizi wanaomba kwa uongozi wa kijeshi pamoja na ule wa wazalendo kuongeza vikosi kwenye maeneo hayo ili kuimarisha usalama wa raia dhidi ya wasiwasi ya ngomino. Tumalizie usomaji wa habari muhimu na habari kutoka huko Uvira. Waziri wa taifa husika na ulinzi nchini DRC Gui Kabongo amewasili mjini Uvira siku ya kwanza hii akitokea mjini Kinshasa kwa ziara ya kikazi. Ujio huo wa waziri umepokelewa kwa mikono miwili na raia wa upande huu wa kusini mwa mkoa, hasa unapolinganisha na uwepo wa M23 kwenye mlango wa kuingilia Uvira paka Manyola. Ni hayo tu kwenye habari muhimu, ninaweka nukta mwenzangu Mari Makelele. Asante sana Izake Mulucha Ashbe kwa habari hizo muhimu. Tujikite kabisa katika uchambuzi wetu wa habari, tukianzia katika mji wa Baraka. Ni kwamba watoto wawili wametishiwa maisha kwa kufyatuliwa risasi naye mtu mwenye kushikilia silaha na mwenye kuvalia sare za kijeshi siku ya Jumapili ya tarehe 6 Aprili 2025 katika kata la Kalinga Side mjini Baraka saa 12 za jioni. Kulingana naye Amani Bulembo, baba mzazi wa watoto hao, amesema kuwa mtu huyo alikuwa na silaha, alifika nyumbani kwake na kuanza kuomba wanaye pesa, na walipozikosa mara moja alifyatua risasi. Amani Bulembo ameonyesha hapa hali ilivyokuwa. Milia risasi ilisika kwenye Kalinga pale kwa sababu ilikuwa ni kwangu. Kulifika askari, ule askari alikuwa ni mzalendo, alikuwa na bunduki moja na magazini 3. Sasa alikuwa anafika na ile silaha pale, akaingia paka mnyumba, akashimamia kwa mlango, akakuta watoto huko mule, watoto wangu. Akaanza kuvalomba sensa. Watoto wakamwambia hawana franga. Akaambia na ile garson mkubwa mlikuwa mule, sasa vile mlikuwa nikalisha watoto wangu ampatie 1000 francs. Akawaambia sina franga. Mko mnanizoea mie, hamunijui. Ndio akakata sefe, akapiga risasi. Risasi ya kwanza akaanta pembeni ya mtoto wangu, risasi ya pili ikakamata chini mbulongo pale. Nikakuya mbio kwani nilikuwa kukutana ule mzalendo alishaenda. Isitoshe tena wenzake wazalendo sasa sikile habari wakia kumkamata ako mkibanda hapo na ile bunduki, wakamnyang'anya bunduki, wakambeba naye wakaenda kumfunga. Ya maana nilikuwa natafuta kusema ni hii, batuambilie wenzetu wazalendo basi anze kutembea na bunduki hovyo kiolela, wala wakitembea na bunduki waangalie mtu mzima watapatia bunduki atembee nayo, hapana kutembea mkibanda hovyo na mabunduki. Ndio mimi nilikuwa na ushaka pombe na nishaka viacha, ndio yangu nilikuwa na ushaka ile nishaka acha. Tubaki tu katika mji wa Baraka. Ni kwamba mwendesha pikipiki mmoja ajulikanaye kwa jina la Teofile Nondo amejeruhiwa kwa kupigwa risasi zisizo za kutegemea siku ya kwanza hii mjini Baraka, wakati wazalendo walikuwa na kwenda kumfunga raia mmoja aliyetumiwa kwa kuendesha vitendo vya wizi kwa kutumia silaha.
Hali ya wasiwasi imeonekana kuzorota jioni ya siku ya kwanza maeneo ya katikati mwa mji wa Baraka kutokana na risasi nyingi zilizosikika. Kulingana naye Teofil Nondo, muanga wa kitendo cha kupata risasi na ambaye ni mwendesha pikipiki, ameambia redio yako kwamba amepata risasi hizo pale ambako wazalendo walimfyatulia risasi mtumiwa wa vitendo vya wizi, ndipo risasi lilimpata maeneo ya mguu. Tumsikilize hapa muanga wa kitendo hicho. Nilipigwa masasi pale ku boulangerie la Merveille. Bazalendo kwa babeba walikwenda fungana. Mimi nikawafikisha pale. Wafikisha wakaanza tafuta umwe walikuwa kiafata. Akatoka mnyumba. Mimi nataka kukatirisha moto nirudi kwa natoka. Ndogisi alisharge. Ngoja alikuwa shona mwe wanakia mtafuta. Alitaka kimbia ndogisi alisharge. Akapiga masasi. Imwendo ikaja nipata huko mguu. Pale vile la Merveille pale kukaleka ka entry kana kwa pale. Ndio walikwenda fungana pale. Sasa wakati waliweza kupiga zile masasi hapa kuona kule kulikuwa aje? Niliona koje alikuwa mbele yangu. Bisi alisharge. Nikaona sana anatapiga. Sina mimi kutakunja moto hivi. Ndio gisi risasi likanipata. Pana jisikia fadhali labda tu maumivu ndio kanisumbua. Sikujua kama ni wakundi gani. Walikuwa wawili. Mimi kwa sikia kwenda fungana ni bandi mweko na nani na risasi na bunduki. Walikwenda fungana. Tagisi walipiga mimi tu kupati ile risasi nikaanguka chini. Ule mtu akakimbia mnyumba, sijui sasa kama alimetrize ama alikimbia sijui. Tujelekeze huku Lusuku, tukiwa katika sekta ya Tanganyika, ni kwamba raia wa vijiji vya Lusuku, Mulima na kando mwake ndani ya sekta ya Tanganyika tarafani Fizi wameomba kwa uongozi wa kijeshi pamoja na ule wa wazalendo kuongeza vikosi kwenye maeneo hayo ili kuimarisha usalama wa raia dhidi ya wahasi wa Ngomino. Mwito huo wameutoa katika mazungumzo na Radio Kivu juu ya kukamatwa kwa mateka mwingine wikendi iliyopita wa kundi la Ngomino na Twigwaneo kwenye milima inayoinukia Mulima na Lusuku. Duru zetu zaongeza kuwa hali hiyo ya kukamatwa kwa Ngomino hao inapelekea raia kuto kuendesha shughuli zao kama kawaida yao. Mwenyekiti wa shirika la raia Palusuku anaeleza yafuatayo. Mateka mwenye alikamatiwa siku ya posho alikamatiwa na wazalendo. Alikuwa anatoka porini kule kwenye wanasambaratika. Alikuwa anajielekeza ngambo za Minembwe. Juu kule Minembwe kwenye walitokea njia zinafungwa na wazalendo. Sasa saa yenye alifika kule kujichomokeza mubarabara njia yenye walitokea, ndio akafikiria mikono ya wazalendo. Ni mupori yule alusuku. Fasi wanaita Nkoko. Ni chini tu ya Shene de Mitumba, ni chini ya Mshene de Mitumba. Alikuwa bado hayaingia Mshene de Mitumba. Baadhi ya kumshika walimuelekeza kwenye huko serikali. Sasa serikali ndio ilimsambisha tujue sasa kenye alisema kule kwa serikali. Tayari alishakuwa mikono ya serikali. Kwa hali huku ingali makosa juu mpaka hivi raia yakuwa mwingine, watu wanasabika huko na kule. Hiyo hali kabisa inatishia watu mpaka hivi kuchukua sawa. Ndiyo ni madhara kabisa juu wanawake wanaogopa hata kuenda shambani wasicho akakuta wale wa Ngomino kule kwa mashamba, sababu wanasambaratika mashamba mapori hivi. Wanawake kabisa wanaogopa sana kuenda mashamba ngambo hizo zenye wa Ngomino wanasambaratika. Ndiyo wazalendo pamoja na serikali ya Kongo wiko tu mawindo, wanawinda tu kuwatafuta kila mara huko, anaenda huko kupori kwa watafuta, baada waona nafasi kwenye wanavitamia kabisa. Sisi kama vile wananchi tunapenda serikali tu izidi kutuma foro ngambo za huko na waangalie kisi ya kupasua njia waingie Minembwe juu ngambo za huko chini watu wakuwe na usalama mzuri, kwa sababu kama serikali yafika Minembwe ngambo za Lusuku kwa Mulima usalama kabisa utakuwa na zorota kila mahali. Ndiyo kabisa kundia chakula na shughuli zingine kabisa vitu inatomboka, hata sukari inapanda, kila kitu kinapanda bei ngambo za huko, hata dawa watu wanahangaika na matunzo vingine, kila kitu kabisa kinaharibika. Ndio watu wanakimbia, waliogopa porini kwa sababu ya hali ya mvula. Watu wanakimbilia kwanza Kanguli na Kiele, ndio kwenye watu walikuwa wanajielekeza, na watu wa Mulima wanajielekeza kwanza Lumanya, Kichanga, Kichula, wengine wanasimamia hapa Mukera.
Tujelekeze huko katika mji jirani wa Uvira. Ni kwamba kamanda wa kundi la wazalendo linaloongozwa naye Makanaki Kasimbira John ameomba kwa viongozi wengine kundi ya wazalendo kutia nizamu kwenye vikundi vyao wanavyoviongoza kwa kupiganisha hali mbaya inayoonekana kwa wazalendo. Akitoa ujumbe huo akiwa mjini Uvira, kamanda Makanaki Kasimbira John amesema ni vema wazalendo kuonesha mfano mzuri kwa raia wanaowategemea. Kamanda Makanaki Kasimbira John anaeleza yafuatayo. Viongozi wa wazalendo tuwe na hekima. Tuwe na hekima sana, tuwe na hekima. Kiongozi akwaki naongozewa na jeshi. Kiongozi anapasha ongoza jeshi. Basoda basi tuongoze. Sie ndio tuongoze basoda. Tusiotorize basoda bakwe banalewa. Hii mabulevi ndio natuletea mashida. Tukataze basoda bulevi. Tukataze watu ya kwenda nafanya madesordre mabarabara, kwenda naleta madesordre kuma depo, tukwenda nyanyanyasa watu kuma depo. Kunini? Tujikomporte kama viongozi. Tufanye kazi lakini na upendo. Kama raia leo nashimama, ni juu tulishimama na raia yako na nguvu na inatupenda. Sasa tunataka jivurugia reputation yetu jua nini? Tunataka jaribishia siepeke, tunataka jaribishia mwingine yetu jua nini? Valere yetu wala tujiharibishie kazi yetu, tujichafue juu ya nini? Tuachane na vile viongozi. Tuache mambo ya kupiga masasi ovyo. Tutie basoda chini. Hakuna soda anapiga risasi. Kiongozi ndio anapiga risasi. Juu kiongozi ndio anapanaka ordre, mfanye hivi. Tuachane na vile. Nikose na bapatia. Tuache kuleta mabaya kwenye iko. Tuache tuone Mungu kwa dunia atatufanyizia. Tusipiganie mifupa na minofu ingali. Mungu anatutayarishia minofu. Tuachane na vile. Pia basoda chini, basoda bio na upendo, basoda bapendane. Kila kiongozi ambie jeshi aache ile madesordre ya masase. Juu sisi ba viongozi ndio tunaleta madesordre. Hii ni vitu ya haya hii. Na tupendi mabetize. Batu ya kwenda na nyanyasa batu mu madesordre. Batu ya kwenda deranger batu hapana. Meme muarume mtu anakuzidia miaka ni baba yako. Binaonekana sana ni infantile tuko ndani. Silaha tunapokea, masasi tunapokea. Tuende tupige adui. Tuache bulevi na kupiga masasi ovyo. Tutachekelewa meme na kanyengelele, tutachekelewa meme na jiwe na maiti tatucheka. Hatuna haya kweli. Kama tunauana ni faida gani? Si tunazaraulika. Tuachane na vile baba yangu, bandugu yangu, ba grand frère. Simame tufanye kazi. Na sasa kazi zinafika. Tubaki tu katika mji huo wa Uvira. Ni kwamba waziri wa taifa husika na ulinzi mchini DRC Guy Kabongo amewasili mjini Uvira siku ya kwanza hii akitokea mjini Kinshasa kwa ziara ya kikazi. Ujio wa waziri huo umepokelewa kwa mikono miwili na raia wa upande huu wa kusini mwa mkoa huu, hasa unapolinganisha uwepo wa M23 kwenye mlango wa kuingia Uvira paka Manyola. Katika hotuba yake mbele ya wananchi, waziri huyo ameonyesha kuwa Rais Felix Antoine Tshisekedi yuko pamoja na raia wa upande wa kusini kama alivyoeleza waziri Guy Kabongo. Tumsikilize. De la République, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême Mokonzi Mapinga, ananituma nimwelezee tuko pamoja. Mina kwa kuangalia namna gani watoto wa Uvira yako na vivre, kisha nitamuletea rapport. Mina kuona komanda ya sasa Dunia, General Dunia. Mtoto hapa. Tutongee na wazalendo, tunakuwa na Lieutenant General Padiri Sikivu. Na kwa wale wapendelevu wa habari za michezo, hivi sasa nampisha mwenzangu Sudi Valente kwa mengi zaidi. Shukran sana kabisa mwenzangu Omari Makelele Uzile. Leo kuna kwa habari za michezo nambari 7 yangu ikipepea barabara mgongoni. Tuanze na hapa katika mji wa Baraka. Ni kwamba mechi za makata zimeanza rasmi kupigwa siku ya Jumapili ya wiki tunayo ya tariki 6 Aprili mwaka 2025 kunako uwanja wa Lumumba hapa katika mji wa Baraka. Ni kwamba siku ya Jumapili Majengo alitoka sare ya bao 1-1 dhidi ya Kalinga Sud, na mechi nyingine ambayo ilipigwa majira ya saa 9 ni kwamba Kata la Joteme waliweza kutandikwa 2-1 dhidi ya Makampanye.
Siku ya kwanza ya wiki tunayo ni kwamba mechi mbili vile vile ziliweza kupigwa, ambako kata ya Matata ya pili waliweza kutandikwa kwa ushindi wa zidi ya kata ya Kalinga Nord. Hivyo ni kisha vijana hao Matata ya pili kuto kuendelea na mchezo kwa kusema ya kuwa wamenyongewa uwanjani. Na mechi ya pili ni kwamba Aibaz waliweza kutandikwa 2-1 zidi ya Kibonjwa. Kisha mechi hizo za makata kuanza rasmi kupigwa siku ya Jumapili, hatimaye Paul Lontonga ambaye ni kiongozi wa tournamenti hiyo ameeleza mengi malengo ya tournamenti hiyo, huku vile vile akiomba kwa mashabiki wote kuwa na zoezi ya kwenda kuangalia mechi hizo za makata kunako uwanja wa Lumumba. Tuko na lancement officiel ya tournoi au ligi ya ma-inter quartier yenye tuliamua kufanyisha kwa mara ya kwanza hapa Baraka. Hiyo idea ya kuanzisha ligi za makartier tuliitosha Nyarugusu. Kuna kundi inaitwa watoto wadogo pale. Hiyo kundi ni kundi ambayo tunafuatilia sana vitu vyao, na waliwezaga kuandaa baadhi ya ligi kama hiyo, na tukachukua idea, maana ni real model wetu sisi watoto wadogo. Sere Bobo, Le Pharaon, Mamposa, Kilawine na Joe Business, ni kwamba tumeanza kazi na watu support pia. Sisi les jeunes influenceurs de Baraka, malengo yetu ni kwamba tunahitaji tuone vijana wa Baraka wakicheza mpira, na sio mpira tu, bali tunahitaji kupromote vijana wenye kuwa na talent mbalimbali katika jiji la Baraka. Ujumbe wangu ni kwamba tunaomba watu wanafika uwanjani, kuna vipaji mbalimbali, kunaweza kuonekana mchezaji mzuri ambaye hajawahi kucheza katika timu ya Premier Division, wanaweza kumchukua. Na mwishowe ni kwamba ni vilabu 11 ambavyo vitawakilisha tarafa la Fizi kwenye michuano ya ligi ya jimbo katika awamu yake 47 msimu 2024-2025, na klabu hizo ni pamoja na klabu ya FC Café du Congo, CS Vijana Prestige, FC Tour du Congo, FC Nganja Sport ya hapo Kazimia, Osima Sans Chinjaua, DC Urafiki, FC Presque Dubwari, IS Salanguba, FC Nouvelle Generation ya huko Sombwe, FC Okapi de Misha ya hapo Misha kwenye kisanga cha Ubwari, pamoja na klabu ya FC Kikonde Sport. Hizo ndio klabu 11 ambazo zitaweza kuwakilisha tarafa la Fizi kunako michuano ya ligi ya jimbo, na habari hii imehakikishwa na mwenyekiti wa soka tarafani Fizi na mji wa Baraka, Bwana Salimu Santro Mwabi maarufu Magofole. Ndiyo journaliste, il est vrai que equipe mnandu zilipita na tulifanya plaidoyer ku niveau ya ligue, étant donné que championnat itachezeka hapa kwetu Fizi. Nikasema non, masere kama vile Walungu sitafika hapa, Galea itafika hapa, iserait mieux batongeze ma equipe. Ndio pale tulikubaliwa equipe 3 ambazo zitacheza pale, zitaongezeka pale, a l'occurrence ya equipe ya nani ya Kikonde, Okapi ya Misha na Nouvelle Generation ya pale Sombwe. Zile tulifanya plaidoyer deja ku niveau ya ligue, ni kusikubali, ni wajibu sasa kujikonformer sasa mzuri kwa kusema bauzi madokima kwa notre style. Omar Makelele Uzile nikiwa na varana nambari 7 yangu mgongoni kunako studio za Radio ya Kijamii Kevo, ninaweka nukta kunako habari za michezo. Asante sana Sudi wa Sudi Valente kwa habari zako za michezo. Msikilizaji, endapo ndo unakuja kujiunga nasi, unaendelea kusikiliza uchambuzi wa habari za Radio Kivu katika mji wa Baraka kupitia masafa ya FM kunako mita 93.0. Kampuni Fizon Baraka, Mboko na Misisi ni rahisi kutuma na kupokea pesa cash pote ulimwenguni bila usumbufu. Sasa tuangazie uchambuzi wa habari na habari za wanaripota wetu kutoka sehemu mbalimbali. Tuanzie katika jimbo la Manyema Pakindu. Ni kwamba wazalendo wa jimbo la Manyema waparikanao Pakindu, mji mkuu wa jimbo hilo, wamesema kushukuru 7e Region Militaire kupitia komanda Region AI kwa kuwapatia hifadhi nzuri ya kukaa kisha kufanya siku nyingi wakiwa nalala nje kwa sababu ya kukosa hifadhi. Radio Kivu Kindu tunajiunga na mwenzetu Godefroid Musunga Shabani. Wazalendo wa jimbo la Maniema wanasifu juhudi yote ambayo komanda region wa FARDC kwa muda hapa ndani ya jimbo la Maniema kwa kuweza kuwapeshea fasi ambayo wataweza kukutana katika muungano wao wa RAD. Wazalendo walikuwa kwenye bewa kuu ya tauni ya Kindu, huko walikuwa hawana makao, na kwa sasa wamepata fasi ku ex-7e region militaire, na wao wanasifu hiyo juhudi na kutamka ya kwamba wataendelea
kufia inchi, na wanaomba kwa wenziwe wote ambao wiko pembeni ya tauni ya Kindu kwa kuweza kufika pa nafasi yao. Pia walitoa aliko kwa vijana hapa ndani ya jimbo la Maniema wote wajiunge pamoja kwa ajili ya wao kupigania inchi ya Kongo. Amani Hussein Josue ambaye aliweza kuhakikisha habari hiyo, kiongozi wao aliweza kukokomelea pia hawakupata hata msaada wa government ya jimbo. Fateni, tunashukuru sana 7e region militaire kupitia komanda region AI kwa kuwa na collaboration mzuri na si wazalendo. Jana tupatia hifadhi hapa ku 7e region ambayo tuteseka siku mingi pale ku tribune, tuko na lala nje mvula baridi. Kapsuloneo Ruma leo anatupatia fasi siku ikali. Hatukupata hata msaada moja ya jimbo, hata mai ya sanfra tukoona apare, tuliona tu ni mablame na kutufukuza ku tribune bila kutupatia fasi siku kwenda kuikala. Mwatupatia hifadhi ni komanda region AI wa hapa ku province. Anatupatia hapa ku biro ya zamani ya 7e region militaire. Hapa tunakuwa presque ma 1 mois hata 2 mois hapa. Msaada kidogo tupia na gouvernement iliisha. Kula Kindu iko shida, pata savo iko shida, makute naisha. Hapa tunakuwa na kula tu kwa nguvu ya kukongola sanfra, de sanfra ndio tunapata kabunga, tunapata na sombe tunakula. Hapa ku province yetu hakuna assistance hata kitu moja. Swali nitambia benzangu bote bazalendo biko chini ongozi ya ordonnance loi ya president de la republique Fachi Beton. Bazalendo bote banapewa adresse yabo hapa ku 7e region militaire, baje kwa wingi na mona sisi kupigania nchi yetu. Nina mitia kutokea Kindu Maniema, Godefroid Musunga Shabani kwa niaba ya Radio Kivu Baraka. Na huko katika jimbo la Tanganyika pa Kalemi ni kwamba uratibu wa chama cha upinzani cha Ensemble pour la République tawi ya Kalemi kimesema kufungua kesi kwenye mahakama ili sheria ifanye kazi yake. Hivyo ni kisha mwanamemba mmoja wa chama hicho kupigwa vikali na kundi la vijana pa Kalemi. Olombo Jije Dr. mwanaripota wa Radio Kivu Kalemi ametuandalia ripoti ifuatayo. Tukio kama na hilo linakuwa nafanyika mnamo Jumapili hii majira saa 3 za asubuhi pale na Tamugisho. Presidenti jimboni wa kikundi Parlement de Bosantabu akiwa pia kada wa chama cha kisiasa cha kambi la upinzani Ensemble pour la République alikuwa muanga wa uvamizi na kikundi kimoja cha vijana. Tukio kama na hilo linakuwa nafanyika maeneo ya mtaa Kalumbi tarafani ya Julaki hapa Kalemi. Kufatana na masemi yake na Tamugisho anakuwa nathibitisha kwamba alikuwa navamiwa na kikundi cha vijana pale, walikuwa na lengo kufatana naye ya kumuua kabisa. Huyu anasisitiza kwamba alikuwa anaponea kuingilia kati kwa wafanyakazi wa shirika ANR pamoja na raia waliokuwa na muokoa katika tukio kama na hilo. Mia huyu Nata Mugisho nilikuwa natoka ngambo ya hospital general, mimi nafika Mkalumbi na kutanana na bandugu yetu haba basatande. Mie kumoto bananibulula, balikuwa kama ni witi kama ni ngapi, bananipiga mimi naponea ANR paske bali nipigia mbele ya biro ya ANR. Njo baagent ya ANR banakuya bananitosa katikati yabo na population na jiempose, me balikuwa na bimabitu bananipiga ya ajabu. Na hii inatokea kisha masiku 5 mimi natoka kukua atake kunyumba na masasi. Sijue bakubwa benye kuangalia hii mambo ya Saturday, sijue banatutakia nini mumugini. Sijue kama hivi ndio tutaishi. Hivi matelefone yangu yote banabeba, kuta ilikuwa mfuko banabeba, malinete banabeba, njoo hivi niko muhali mubaya sana. Coordination jimboni ya chama cha kisiasa Ensemble pour la République ndani ya tangazo lake inakuwa kabisa na shutumu matendo kama na hayo, huku ikikashifu moja kwa moja kikundi cha vijana kuitwa Satande ambayo coordination hii inakuwa naeleza inakuwa na karibu sana na chama cha kisiasa ACO. Coordination hii inakuwa naeleza kabisa kuwa tayari kupeleka kesi kama na hiyo kwenye vyombo vya kisheria kwa ajili ya kupata mwangaza. Kwa upande wake, presidenti jimboni wa ligi za vijana wa chama cha kisiasa kama na hiki ACO alikuwa anakumbusha kwamba vijana wa kikundi hicho wanakuwa natumikia katika kuheshimu utaratibu wa kidemokrasia na wananchi bora. Nikiripoti kutoka Kalemi kwa niaba ya Radio Kivu, Olombwe Didier Doctor. Na upande wa habari za kitaifa ni kwamba watu 20 wamefariki pa Kinshasa kutokana na mvua kali iliyosababisha mafuriko usiku wa
April 4 kuamkia tariki 5 mwaka huu na kusababisha maafa mengi ya vitu na hata mji wa Kinshasa kuharibika kutokana na mafuriko hayo. Mwenzangu Izake Mulucha Ashbe ndani ya studio na ripoti kamili. Karibu watu 20 walifariki huko Kinshasa baada ya mvua kubwa ambayo ilinyesha kwenye mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo usiku wa Aprili 4 hadi 5 kulingana na hesabu ya muda iliyotolewa kwenye hospitali. Government kwa upande wao bado hawajawasilisha idadi kamili. Miongoni mwa waasiriwa ni washiriki 6 wa familia moja waliopatikana hawana uhai huko Matadi Kibala ambapo ukuta ulianguka. Katika kata hii vile kusini mwa jiji, tukio lingine lilitokea huku likiwa mtoto mmoja na wazazi wake wawili walisafirishwa kwenye hospitali wakiwa katika hali mbaya. Takriban vifo viwili viliripotiwa pia huko Sebo na wengine wawili kwenye duka la dawa, eneo ambalo lilikuwa vigumu kwa watu kupita kutokana na hali ya barabara ambayo ilijaa tope kubwa. Kulingana na ushuhuda kadhaa, waasiriwa wengine walipoteza maisha yao mapema asubuhi wakati mvua ilinyesha bila kukata. Muonekano wa mji mkuu hauvutii kutokana na mafuriko ambako kwenye Boulevard Lumumba, barabara kuu ya mji ambayo hutumiwa na wasafiri wengi, maji yamejaa na kutawanyika karibu kila eneo. Jumamosi asubuhi, watembea kwa miguu na magari walijaribu kupenyeza katika njia ya kati ila bila mafanikio kwa kuwa tope lilijaa katika eneo lote. Mto wa Njili ulipenyeza na kuzagaa eneo mbalimbali huku ukifurika kata kadhaa baada ya mvua kubwa ambayo pia ilisababisha maporomoko ya ardhi. Hali inabaki kuwa ngumu katika manispa kadhaa haswa Monga, Fula na Limete. Asante sana Isake Mulucha Ashbe kwa ripoti yako ya habari za kitaifa. Tumalizie uchambuzi wa habari na habari za kimataifa ni kwamba huko Burundi, wananchi wa Burundi wameazimisha kumbukumbu ya miaka 31 tangu kuuawa kwa Rais Cyprien Ntaryamira katika udunguaji wa ndege katika anga ya uwanja wa ndege wa Kanombe uliokuwa ikisafirisha Rais wa Rwanda Juvenal Habyarimana katika mji mkuu wa Rwanda huko Kigali. Tukio ambalo lilitokea usiku wa tariki 6 Aprili kuamkia tariki 7 Aprili mwaka 1994. Radio Kivu Burundi, tunajiunga na mwenzetu Bukuru Elias Daniel. Rais Cyprien Ntaryamira ambaye aliongoza Burundi katika kipindi kigumu cha machafuko ya wenyewe kwa wenyewe aliuawa Aprili 6 mwaka 1994 jijini Kigali akiwa katika ndege iliyokuwa ikiwasafirisha yeye na mwenzake wa Rwanda Juvenal Habyarimana, wakati ndege yao ikijaribu kutoka kwenye uwanja wa ndege wa Kanombe wakitokea jijini Arusha nchini Tanzania. Rais Cyprien Ntaryamira ambaye aliongoza kwa miezi miwili kuanzia tarehe 5 Februari mwaka 1994 hadi tarehe 6 Aprili mwaka 1994 wakati wa kuapishwa kwake alihimiza kuheshimu haki za binadamu na kuepuka ukabila ambao ungeitumbukiza Burundi katika machafuko ya kisiasa. Burundi ntibuzokwigera bugabugwamwo kubiri canke bitatu. Abarundi bose nibasubire hamwe bafatane mu nda. Dutegerezwa kumvisha Warundi bose Burundi haitagawanywa katika vipande viwili au vitatu. Warundi wote waungane pamoja na tunapaswa kuwaelewesha Warundi kuwa hairuhusiwi kunyanyasa mwenzake, awe Mhutu, Mtusi au Mtwa. Kila mtu anatakiwa kuheshimiwa katika kazi zake za kila siku. Hakuna kabila lililopo kwa ajili ya kufa na hakuna kabila bora kuliko lingine. Warundi wote, wawe ni Wahutu, Watwa na hata Watusi, wote wanalingana mbele ya Mungu pamoja na sheria. Tunaomba vyama vyote vya kisiasa kufanya kazi kwa kufuata sheria, lakini na kusaidia katika kuimarisha usalama wa nchi kwa Warundi wote bila kuleta ubaguzi wa kikabila. Palipo na vurugu hakuna maendeleo yoyote. Inatakiwa heshima kazini, vyama vya kisiasa, viongozi na heshima nchini kote. Warundi waheshimiane, waheshimu sheria, wafanye kazi. Hakuna kitakachoiponya nchi kama sio kufanya kazi, sheria nzuri na kuheshimu haki za binadamu. Bubahe amategeko, bayoboke imirimo yose kwiterambere. Nta rundi rukiza rw'Uburundi atari imirimo, ubutungane n'ukubahiriza agateka kazi na muntu. Nikiripoti kwa niaba ya Radio Kivu Baraka kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Ni kupitia ripoti ya mwenzetu Bukuru Elias Daniel ndipo natamatisha uchambuzi wetu wa habari za siku ya leo, na kushukuru msikilizaji ambaye uliweza kunitegea sikio mwanzo hadi tamati. Vile vile sitakosa kushukuru jopo nzima waandishi habari Radio Kivu leo nisaidia kuziandaa. Merci Mbele Chipama alikuwa kunako dawati la mitambo. Mimi ni Omari Makelele Uzil. Asante na kwaheri.